Okay, ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa kunako channel yetu ya Biomedia. Kubwa zaidi ni kuendelea kuhabarishana yale ambayo yanaendelea kujiri katika taifa letu la Tanzania, hususan katika wasanii wetu wa hapa Bongo. Sasa moja kati ya story ambayo inatembea sana kunako mitandao ya kijamii ni story ambayo inamhusisha mwanadada Mange Kimambi kumshushia kichambo kizito bwana mkubwa Diamond Platinum, na hii ni baada ya Diamond kuweka wazi kwamba ana swali sala 5 yeye uchawi haujui. Sasa kwa nini Mange amshushie kichambo bwana mkubwa Diamond Platinum? Kama ambavyo tunajua kwamba dada wa taifa ni miongoni mwa watu ambao wanazungumzia suala la bwana mkubwa Diamond Platinum kuhusishwa kunako masuala ya kishirikina. Sasa Diamond bwana ameweza kuzungumza na kuweka wazi kwamba yeye uchawi haujui, ni mtu ambaye kiukweli ana swala 5. Hii ni moja ya story ambayo inatembea sana kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, na ni siku ya juzi ambako mkurugenzi wa Wasafi Media bwana mkubwa Diamond Platinum na vyombo vya habari hapa Tanzania ameweza kusema kuwa na mnukuu, kwa faida ya wale ambao walikuwa hawajaiona hiyo interview ambayo alifanya Diamond, alisema kuwa yeye huwa ana swala 5, hajui uchawi, na imekuwa tofauti sana na mafikirio ya baadhi ya mashabiki zake, lakini pia wale ambao sio shabiki zake, maana wamekuwa wakimuhisi sana kwamba yeye ni mshirikina, huwa anaiba nyota za wasanii wenzake, jambo ambalo kiukweli bwana mkubwa amewaprove wrong kwa kusema kuwa anaswaligi yeye swala 5, uchawi haujui. Na baada sasa ya interview hii kupita, kiukweli maneno yamekuwa mengi sana kwa mitandao ya kijamii, wengi wakisema kwamba bwana mkubwa Diamond Platinum ni muongo, anajikosha tu. Wengi wanajua tabia yake, ana roho mbaya, hapendi kuona mafanikio ya wenzake ambao ni wasanii ambao wanafanya kazi pia ya industry ya music na mambo kibao. Sasa kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea, dada wa taifa Mange Kimambi ameweza kuingilia kati na kuzungumza swala hili ili kuweza kumchana makavu bwana mkubwa na kumshushia kitambo kizito sana kupitia Mange Kimambi. Hapo ameandika kwamba, sasa hapa ninamnukuu dada mkubwa kile ambacho aliongea. Ameandika kwamba Diamond anajikosha tu, hakuna swala 5 anazoswali, hana hata sigda kwenye paji lake la uso. Hiyo swala 5 anaswali wapi? Siku anashinda kwenye makampuni ya starehe kutwa mapombe. Pia picha nyingi zimemuonyesha Diamond amevalia msalaba shingoni. Sasa hiyo swala 5 ni aina gani? Asiwafanye mashabiki zake wenda wazimu, atupishe huko na uongo wake. Kama yeye ni Muislamu kweli, mbona hajawahi hata kuoa? Kila siku wanazini na Zuchu na wanawake wengine. Hakuna swala 5 hapo, ni mnafiki tu, tena mnafiki mkubwa. Bwana dada wa taifa ameweza kulia chini hili swala na kuzungumza kinagaubaga. Hiki ndicho ambacho amekiandika kupitia page yake ama account yake ya Mange Kimambi, hapo akiwa anazungumzia swala zima la Diamond Platinum kuhusu interview ambayo ameifanya, akiwa amezungumza kwamba yeye ushirikina haujui. Na hili bwana mkubwa amezungumza kutokana na wengi kumuhusisha na masuala ya kishirikina. Tukumbuke hata kunako wakati ama msimu wa Ramadhan, bwana mkubwa aliweza kutoa mkono wa Idi kwa kuwasaidia wale ambao hawajiwezi mahitaji mbalimbali, vyakula, mavazi, lakini pia aliweza kutoa fedha. Sasa hii pia ilitrend sana kunako mitandao ya kijamii. Dada wa taifa pia alizungumza kwamba Watanzania wasipokee ile misaada, kwani ni kafara ambazo bwana mkubwa anatoa, na wengi wakisema ni kweli, kwani wako ambao walitumia vitu hivyo na vikawadhuru, lakini wengine wakisema wampumzishe Diamond kwa sababu ni mtu ambaye ana roho nzuri, ana huruma, anapenda kusaidia watu na mambo kama hayo. So mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini kwa hiki ambacho amekizungumza kuhusiana na yeye kuswali swala 5, Mange ameshindwa kukaa kimya bwana. Kama ilivyo kawaida yake, tunamjua hawezi kusikia jambo ama kuona jambo akakaa kimya, lazima atazungumza. Amezungumza kwa ukubwa, lakini pia amezungumza kwa kushusha kichambo cha aina hiyo, akiorodhesha mambo kadhaa ambayo Diamond anayafanya. Ukija kwa upande wa dini ya Kiislamu inakuwa ni hairuhusiwi, kama misalaba ameweka shingoni, lakini pia anamwambia kama kweli ni Muislamu, mbona hujaoa? Kila siku unaishia kuzini na Zuchu, lakini pia wanawake wengine. So ameandika ama ametoa povu dada mkubwa. Hapa tunamzungumzia mwanadada Mange Kimambi although from Marekani. Ameweza kuandika akitaka bwana mkubwa asione mashabiki zake ni washamba, lakini pia wenda wazimu, kwani wanaona lile ambalo linaendelea, lakini pia hata
Ukija kwenye hali za kawaida unaweza ukaona swala tano gani dada taarifa anakuambia swala tano gani, hata ukimwangalia kwenye paji la kila uso amekosa sijda. Lakini hatu tafsiri kwamba kuswali swala tano lazima uwe na alama kwenye paji lako la uso. Lakini kupitia mwanadada Mange Kimambi, yeye amekanusha kwamba mbona hatuoni alama, lakini pia ametaja vitu mbalimbali ambavyo inawezekana mtu ambaye anaswali swala tano hawezi kufanya hivyo. Wewe unalipi la kuzungumza kuhusiana na sakata hili? Ni kweli bwana mkubwa anaweza kawa anaswali swala tano ama ametuleta makosa mashabiki zake? Utakuwa una drop comment yako hapa na tutakuwa tunaipitia vyema kabisa. Lakini pia unalipi labda la kumwambia dada wa taifa, nikimzungumzia mwanadada Mange Kimambi kuhusiana na yeye kuonekana kama amemshikilia sana Diamond Platinum? Utakuwa pia unatuambia kupitia comment yako ambayo utakuwa umeiandika hapa, na sisi tukiwa tunaipitia vizuri kabisa. Hii ni Biomedia, endelea pia kutufuatilia kwa ukaribu zaidi kwa ajili ya update mbalimbali.